Munyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi. Sifa zote kamilifu za mustahiki Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu, sala na amani zimwendee nabii wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa moyo wangu nikitamka kwa ulimi wangu ya kwamba hakuna pasiye kuabudiwa kwa haki na kweli isipokuwa yeye Allah peke yake, hana mshirika katika hilo, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na ni mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, tuko ndani ya mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza katika taratibu ya miezi ya Kiislamu, mwezi ambao ni mmoja katika miezi minne mitukufu, mwezi ambao kwenye tarehe 10 ya mwezi huyu miaka hiyo zama za Musa alayhi salatu wassalam lilitokea tokeo kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala alimwokoa Musa na wana wa Israeli mbele ya yule alikuwa amejifanya jabbar, alikuwa amejiita Mungu, yule aliyekuwa amejipa mamlaka ya kuabudiwa katika bahari ile ya Red Sea. Allah akawavusha Musa na kaumu yake na akamwangamiza Firaun. Mtume wetu Muhammad sallallahu alipofika Madina aliwakuta Mayahudi, kwa sababu Madina, miongoni mwa sukanu Madina, miongoni mwa wenyeji walikuwa wanaishi Madina, palikuwa 3 qabail min al-yahud. Palikuwa kabila 3 za Mayahudi: Banu Quraidha na Banu Nadhir na Banu Qainuqa. Na mtume kama mwalimu, kama kiongozi, miongoni mwa mambo ambayo aliharakia mtume kuyatekeleza alipofika Madina, la kwanza kabisa ilikuwa ni kujenga msikiti. Yako mambo matatu mtume wetu Muhammad sallallahu alipofika Madina Munawwara aliyapa kipaumbele. La kwanza kabisa, bana masjidahu, alijenga msikiti wake, Masjid Nabawi. Kwa nini? Kwa sababu mtume alielewa kwamba masjid kwenye zile zama, msikiti ulikuwa na sehemu kubwa katika kuulea umma. Msikiti ulikuwa ni madrasa, kwa ndio shule. Msikiti ulikuwa ni mahakama, ilikuwa kesi za Waislamu wakigobana zinakatiwa msikitini. Msikiti ulikuwa ni makano ijtimau jeish, msikiti ulikuwa ndio nafasi jeshi la Kiislamu linakusanyikia. Malaika waliwajilia ndio ilikuwa kambi ya kuandaa jeshi la kwenda kupigana jihadi. Msikiti kana makani istikbali al-wufud. Msikiti ulikuwa ndio kama salle de reception naita nyie, sehemu ya kupokelea wageni kwa msikiti. Msikiti kana makani al-ibada. Msikiti huo ulikuwa ndio sehemu ya kumwabudia Allah, kwa maana ya kwamba Qur'ani unasoma humo, hadithi tunasoma mahifadhi humo, na sala kama sala za sunna za faradhi ni hapo. Wakadhalika almasjid kana makan li ahli sufa, kuna sahaba. Na msikiti zama hizo pia ilikuwa ndio sehemu ambayo wanaishi wale walijulikana kwa jina la ahli sufa, ambao ilikuwa ni idadi ya maswahaba ambayo isokuwa chini ya 60. Yani inasemekana ni kati ya 48 na 60, ambao hali zao kidunia ilikuwa duni kimaisha, hawana nyumba zao, hawana makwao, na wengi wao kana minal muhajirin, miongoni mwa wale walitoka Maka, kwa kuwa wameacha vyao Maka, kwa hiyo wakawa wanaishi msikitini, ndio kwao. Kwa hiyo mtume alielewa yote hayo kama mwalimu, akaujenga msikiti. Hicho ndio cha kwanza alianzia. Kisha cha pili katika vitatu ambavyo vilikuwa kipaumbele, akha baina almuhajirin wal ansar, Mtume Muhammad sallallahu akaujenga udugu kati ya wahamiaji wale waliokuja kutoka Maka na wenyeji wa Madina, wakawa ni wadugu, wakapendana, wakashikamana, wakafaana, wakafanana, wakasaidiana. Na tatu,
na ndio malengo ya kukumbusha haya. Almuahada mal yahudi, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielewa kwamba hawezi kuishi Madina kwa utulivu kama swala la usalama wa Madina halito watizama watu wote wanaoishi Madina. Kwa hiyo alipowatazama watu wa Madina, baki Ansari waliompokea wenyeji wa Madina, palikuwa hizo kabila tatu za Mayahudi, na mtume anawajua Mayahudi namna gani waliwasumbua mitume waliotangulia kabla yake. Akafanya muahada, akafanya mkataba, makubaliano kati yake yeye na hawa Mayahudi, ambayo yalikuwa na vipengele vingi, lakini miongoni mwa hicho kuna kipengele kikubwa ambacho kilikuwa kinazungumzia kisema kwamba amnul madina mas'uliyatun liljamii, usalama wa Madina unawahusu wote na Mayahudi. Kwa lugha nyingine, Madina ikivamiwa na Mayahudi wanatakiwa wasimame waitetee, na wasi miongoni mwa wale ambao watakuwa sababu ya usalama kuvurugika, pamoja na kuwa baadaye walikuja wao wakakiuka kunako yale mapatano, na ikawa ni sababu ya mtume kuweza kuwapa adabu. Sasa ndugu zangu Waislamu, kwenye kisa cha Musa alayhi salatu wassalam na Firaun na kaumu yake kwa ujumla, kuna mazingatio makubwa sana kwa wale wenye kutaka kuzipata faida, kama alivyosema maulama waliotangulia kwamba fihi fawaid wa durus wa ibarun kathira. Katika kisa kile ukikifuata kwa makini, kuna faida nyingi, kuna mafunzo makubwa na kuna mazingatio ya hali ya juu. Ni kwa kuwa tu mara nyingi watu wafuati madarsa, na mara nyingi labda niseme yenye kufikisha hatujitumi vilivyo kunako malengo ya kufikisha. Miongoni mwa hayo, miongoni mwa faida ambazo zimo, moja miongoni mwa hayo, kisa maana kinajulikana sana, tutazungumzia kisa, lakini tutazungumzia faida na mazingatio ambayo tunayapata. Kwa sababu imani yangu kisa kinachozungumziwa kwa miaka mingi, hutuba nyingi zimetoka, watu wanakijua. Miongoni mwa hayo, hebu tizama hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Firaun lanatullah alayhi aliua watoto wengi sana, kana yaktul abnaa bani Israil, nadhani inajulikana. Mpaka kwa kuua sana ikafikia wakati washauri wake Firaun akamwambia, hapana, tuko tunazeeka na jeshi liko linazeeka na wengine wako wanakufa, tutakuja kuwakosa vijana ambao watakuja kuwa jeshi. Kumbe tujifunze pawe kama wakati fulani tunaua na wakati mwingine hatuui. Ipange nidhamu, huyu mwaka tunaua kila watoto wa kiume watazaliwa huyu mwaka ni kuua katika Banu Israil. Mwaka ujao watakaozaliwa tuache, mwaka wa kufuata tuue, yani pewa kama kupishana. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya anachotaka. Lakini pamoja na hii nidhamu, pamoja na kuwa huyu Firauni kwa amri yake wauao wenye kuona waliuawa idadi kubwa, lakini kwa kuwa Mungu ana mpango maalum aliyoupanga Allah, na kile anachokipanga Allah ni lazima kitendeke kwa uslubu aliyoupanga Allah, Allah akajalia huyu ambaye ni muuaji mkubwa, huyu ambaye hakuna binadamu kwa lugha ya mtu duniani aliyokithiri kufanya madhambi zaidi ya Firaun mpaka dunia ya leo. Hakuna. Ukiulizwa binadamu mwenye madhambi makubwa kuliko wote, ni Firaun lanatullah alayhi, hakuna anayemshinda. Lakini pamoja na makosa yake na uuaji wake, Allah kwa kuwa amepanga na anataka kiwe, Allah akajalia huyo Firauni ndio atamlea Musa. Na huyu Musa sio katika wale wa Kipti, sio katika wale watu wa Firauni, lakini Musa ni katika wale wanaotakiwa wauawe katika Banu Israil. Lakini kwa kuwa Mungu anapotaka kiwe, kitakuwa tu, hata kama kwenye akili ya binadamu hauwezi kukidiriki hicho. Akajikuta yeye ndio tamlea mazingira aliyopanga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Mwenyezi Mungu tumuokope. Allah subhanahu wa ta'ala ni karimu, Allah anatupa kabla tujamuomba. Allah subhanahu wa ta'ala ni rahim, Allah ni mpole sana, Allah ana huruma na rehema zake tunazitaka sote. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapochukia na adhibu vibaya, wallahi thumma wallahi, ninakuhusia ndugu yangu bila kuisahau nafsi yangu, fata kauli ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mtume anasema idha raaita Allah yun'imu 'abdahu ala ma'asihi fa'lamu annahu istidraj. Idha raaita Allah, kiona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yun'imu 'abdahu, anazidi kumneemesha mja wake. Ima wewe mwenyewe kona Allah anazidi kukupa, kila unachofanya kinajipa, kila unapopanga mipango yako inakwenda, kila unachotaka ufikie unafikia, ukaona Mungu anazidi kukuneemesha. Wa huwa la maasi. Lakini ukijitazama unajiona kwamba pamoja na kuwa Mungu ananipa, mimi najijua niko kwenye maasi, nimezama kwenye dimbi la maasi, bali insani wala nafsi sura. Kila mwanadamu anajijua, ukajijua kwamba uko mchafu kwenye ibada, huko sawa, lakini mambo yako yanazidi kujipa. Mtume anasema fa'lamu annahu istidraj. Ukiona hiyo hali uko machafu lakini vitu vyako vinajipa, jua wewe ni mtego wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuwa makini, tubu na urejee, kwa sababu desturi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mnapokuwa binadamu au viumbe wake mmekiuka kunako sheria yake, Allah desturi yake kawaida huwa anawabana na kuwapa mitihani na dhiki, ili iwe ni sababu ya kufanya nini? Ndio kawaida. Ziko aya nyingi ndani ya Qur'an, Allah anasema wama asabakum min musibati fabima kasabat aydikum wa yafu kathir. Yanayowapata katika mitihani, matatizo, shida ni kwa yale mmeyatenda kwa mikono yenu, na sio kila mnayotenda kwa mikono yenu makosa eti Mungu anawaadhibu. Wa yafu an kathir, yako mengine Mungu anafumbia macho na wasamehe. Kwa hiyo katika desturi ya Allah ni hivyo, mkivuka mipaka na nini, kuna wakati anawabana, anawapa ukame, anawapa shida, anawapa mitihani, anawapa viongozi wabaya watakaokuja kuwatawala vibaya. Ni moja miongoni mwa njia zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pili, mmekiuka kuna sheria. Sasa ukiona umekiuka kuna sheria, kuliko Mungu kukujaribu, anazidi kufanya nini? Kukuneemesha, kuwa hangi. Na hii ndio mtego aliingia Firaun laanatullah alayhi. Hebu fikiria, mtu ameua, ametesa, amefanya dhulma yani ya juu, akaona haitoshi mpaka akafikia kujipiga mkifua, anawaambia ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu yule mnasemaje ambaye yuko juu, ndio mimi. Yani akaona kujiita kiongozi, mfalme haitoshi, mimi Mungu. Lakini Mungu bado anampa mpaka akajisahau, vitu vinaendeka kabisa. Unaona mtego Allah. Sasa ulikuja kumnasa mle, ndio akili inakuja, anaona hapa hakuna ujanja wala mafarra, hapa hakuna pa kukimbilia. Alisema nini? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Nimeamini ndani ya maji hakuna sababu, hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki illa alladhi. Kama angesema illa Allah ingekuwa ni shahada na Mungu angemsamehe, lakini kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala bihikmatihi yahdi man yashau ila sirati mustaqim, kwa hikma yake Mungu anamuongoza mtakaye kuna njia iliyonyooka. Alishindwa kutamka hivyo, akasema illa alladhi amanat bihi banu Israil. Nimeamini kwamba hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule ambaye walimwamini wana wa Israeli, akikusudia wale ambao kuna Musa. Hii sio shahada. Kwa nini sio shahada? Kwa sababu wana wa Israeli walikuwa na Musa, si wote walimwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ushahidi, baada ya Mungu kuwavusha kwenye maji, si wako wengine walimshirikisha Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tulingie Uislamu wetu. Sangu Waislamu, kuweni makini sana wallahi katika dua zetu, na kuhusieni muombeni sana Mwenyezi Mungu asikujaribuni kuna dini, kwa sababu kwenyewe kuelekea Allah mwenyewe ni shahidi. Tulinde sana tauhid, tulinde sana dini yetu, wallahi tulinde sana dini yetu. Wao wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Dini ni nidhamu. Tujitahidi sana, kama tumeshindwa Uislamu kutendea haki, tusiwi sababu ya Uislamu kudhalilisha. Allah tunakuomba Rabbul Alamin utulinde dini yetu na imani yetu. Mzangu Waislamu, Firaun laanatullah alayhi, pamoja na yote yaliyotokea, nadhani yanajulikana. Allah aliokoa na Israeli akawa amemwangamiza
Firauni aliyojiita yeye ndio Mungu wa hali ya juu Mungu wa hali ya juu akafa ndani ya maji, ambayo Mungu wa hali ya juu tunamjua sisi ndio anayehukumu bahari na ndio anahukumu viumbe wote wako ardhini, kwa maana akiamua kitu ni kun fayakun. Kwa hiyo Firauni kama naye angekuwa kweli ni Mungu wa hali ya juu, angetoa tu amri kwa yale maji na akapita zake akawa salama. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faalu lima yurid, anafanya anachotaka. Alichokihukumu Mwenyezi Mungu ni kile ambacho kilichotokea na akawa ameangamia. Miongoni mwa faida na durus na ibar, lutfullahi bi ummi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala huruma wake kwa mama yake na Musa. Kama kisa mlisha kifuata kimakini, Musa wakati akingaliki mdogo, na Musa amezaliwa zama zile kwenye ule mwaka ambao Firauni anaua. Musa alizaliwa katika ule mwaka ambao wanaua watoto. Mzazi kama mzazi na mapenzi ya mzazi, hasa mama ambaye anajua machungu ya ujauzito mpaka kujifungua, kiasi gani anampenda mwanae mchanga, ana hofu na kukosa amani kwamba mwanangu atauawa wakati wowote. Jeshi la Firauni au mukhabarat mnaita documentation ya Firauni ikijua tu kama hapa kuna mtoto alizaliwa yuko hapa, nitamkosa. Mama yuko na hofu kama hiyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala bihikmatihi wa bilutfi, kwa hikma yake Allah na kwa huruma wake uliovuka mipaka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuliza huyu mama kwa kumwambia mchukue mwanao, mtie msanduku na uliweke katika mto huyo wa maji. Tia tu msanduku alafu tia kwa maji. Kawaida kibusara na kutumia akili, hakuna mzazi anaweza kufanya kitu kama hicho, kwa sababu kitakachokuja kwenye akili yake ni kwamba anajua mwanangu ukifanya hivyo atafanya nini? Atakufa, ataangamia. Hawezi. Lakini Mwenyezi Mungu akamtuliza kwenye nafsi, akamwambia tekeleza hayo, ilham. Allah akamwambia fanya tu. Tena akamwambia usina hofu, na mwanao tutakurejeshea na ahadi ya nani? Allah. Inna Allah la yukhlifu ahad. Wallahi Mwenyezi Mungu akiahidi aende kinyume na kile alichoahidi. Na huyu mama kwa yakini aliyokuwa nayo, maadamu ni ahadi alipewa na Allah kwamba pamoja na hofu ni sanduku juu ya maji hayo na nini, tutakurejeshea mwanao, akajua Mungu kamwe haendi kinyume na kile alichoahidi. Akawa na yakini kwamba huyu atarejea, japokuwa hana mlinzi, hana mwenye kumchunga, hana nani katika binadamu. Maadamu ni ahadi kaitoa nani? Allah, huyu hatuzulika. Akamchukua mwanae mchanga, akaandaa sanduku, akamweka, kisha akalitupa juu ya maji. Mipango ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anapopanga mipango yake haikosei, sio kama mipango ya binadamu. Mungu amepanga lazima ili sanduku litakwenda mpaka kwenye mashamba ya Firauni, haendi kwenye mashamba wengine, wala halitaenda hovyo kule, kwa sababu tayari kuna program mahsus aliyoipanga Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni lazima iende kama alivyoipanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matokeo, Allah alimwahidi yule mama kwamba tutakurejeshea mwanao. Sanduku lilikwenda, kisa kinajulikana, mpaka likaogotwa kule na watu wa Firauni, mpaka lilipofikishwa kwa Firauni, mpaka iliyotokea kati ya Firauni na mama yetu Asia, acha huyu mtoto tumgeuze kama mwenetu. Matokeo nadhani nyote kama nishafuata kisa kwa makini, walitafutwa wale ambao watamnyonyesha huyo mtoto, sababu miaka hiyo sio masuala ya maziwa ya ng'ombe, lazima watafutwe wanawake ambao wananyonyesha. Kila yeyote ambaye alipewa amnyonyeshe, tena kwa malipo yanayotoka ikulu. Maana Firauni zama hiyo sio kama mimi na wewe, ndio mfalme wa Misri. Kwa tangazo linapotoka, kila mama ambaye tayari alikuwa ananyonyesha, iwe mtoto wa kike au wa kiume, hata kama alikufa, anajua dini hili naenda kupata pesa, kila mtu anakimbilia akapata hiyo nafasi. Lakini kila mwenye alipewa kumnyonyesha, Musa kila alikuwa akisikia harufu au akitia ile chuchu la mama yake kinywani, matokeo wanalitema, mpaka yule ambaye Allah
alimwahidi kwamba tutakurejeshea nani? Mwanao. Akajikuta kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, yule mama ndio baada ya kuwa dada yake na Musa ametoa fikra pale, ni kuelekezeni nani anayeweza kumlea huyu vizuri, kabla kama atapatikana kwa vizuri. Hapo Musa kama mtoto mdogo analia saa zote, huyu akaletwa. Alipopewa yeye kumweka ziwa, mara moja mtoto akakokota. Wallahi Mwenyezi Mungu, acheni aitwe Mungu, akajikuta mtoto ambaye ni wa kwake anamnyonyesha na huku akipata ujira. Naposema ujira sikusudi thawabu, akipata ujira, malipo kutoka kwa Firauni, analipwa na anajua vizuri huyu ni bora mnyonyesha ni mwanangu. Hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, ninakuhusia bila kusahau nafsi yangu, Allah subhanahu wa ta'ala akikutakia kheri, Allah akiamua kukufungulia, Allah akiamua kukuandalia, Allah hata yale mkiswahili tunaitaga ni vizingiti, les obstacles en français, huwa vinageuka kuwa avantage. Allah akiamua kukuandaa kwenye mpango amekuandalia Allah, hata vile wewe kwa macho yako na wenzako unaona kwamba pale hatupenyi, kama Mungu amekuandalia, ukifika pale labda wale wanaolinda ndio wanakuambia njoo kaka, pita hapa, kwa sababu kaandaa nani? Allah. Na ndio maana ninakuhusieni kila siku, jitahidini sana mtafute msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khuliqal insanu dhaifa mahma balagh, uwe utakavyokuwa, uwe na nguvu, uwe na cheo, ujulikane, umiliki, kumbuka tu Mungu amesema mwanadamu ameumbwa ni dhaifu. Kullukum duafa, wote sote ni madhaifu. Wallahu wal qawi, Allah pekee yake ndiye mwenye nguvu. Tutafute msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mama akawa amepata, na hapa kuna mafunzo yaliyokuwa makubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala, mama alimweka Musa kwenye ile maji kama tulivyozungumza, kwenye ile sanduku kiuficho, amejificha, lakini kwa kuwa Mungu alimwahidi tutamrejesha, na akamrejeshia naye mwanae mchana kweupe, na istoshi akawa anamnyonyesha mtoto wake na huku akichukua ujira. Faida ya tatu, anna Allah idha arada shay'an hayya asbaba wa ata bihi shay'an fa shay'an bitadrij la duf'atan wahida. Wallahi wa hadha sahih. Faida ya tatu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapokutakia kheri, anapotaka kheri itokee kwa yeyote, huwa anaziandaa sababu. Kheri haiji tu hapo, haiwezekani. Mungu anaziandaa nini? Sababu. Kwa lugha nyingine, na sababu zimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Iko aya ndani ya Qur'an, ana leo tutajaribu kwenda mbio. Allah anasema wallahu khalaqakum wama ta'malun, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Mungu amekuumbeni na matendo yenu, yani na vitendo tunavyotenda vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa vitendo ni sababu. Wako vijana wetu leo mashallah wako nchi za mbali, na wengine kimaisha alhamdulillah Mwenyezi Mungu amefungulia, tunamwomba Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Lakini ukikaa ukaongea na mmoja mmoja akakwambia mpaka yeye kutoboa alipita wapi, alifanya nini, utaelewa haya niko nakwambia. Allah anapotaka kukupa huwa anakuandalia na nini? Na sababu. Wako watu leo wako na manasionality ya Ulaya, wana maisha mazuri, lakini anakwambia mimi nilifika huku kupita kambini. Kambini sio pazuri jamani. Kama mgeuka kambini mko wakimbizi, muulizo uliokaa kambini watawaambia. Mwingine kwambia mimi nilikaa Saudi za miaka kadhaa, mwingine mimi nilizamilia, mimi nilivuka maji, mwingine hivi na hivi. Allah anazipanga sababu. Ninakuhusia bila kusahau nafsi yangu, wakati wowote utakuwa unazifanya sababu za kutafuta dunia, epukana sana na kufanya sababu za haramu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alituhusia akasema, ilamu annaka lan tamuta hatta tastaqbila rizqak, tambua vyema hautokufa
mpaka riziki yako aliyokuandalia Allah uikamilishe. Kwa maana hiyo, usitafuti riziki yako katika njia za haramu. Allah ya kwako hajaiweka kwenye haramu. Sawa jamani, tujitahidi sana tuamini haya kwamba Mwenyezi Mungu kila ametuandalia na sababu anatuandalia pia. Kilichobaki ni nini? Tusilale, tuombe dua na tusimame tuzifanye sababu, kama gisi mama yake na Musa hakubaki na mwanae ndani, alizifanya sababu za kuweka msanduku na kumtia ndani ya maji. Hizi ni sababu, lakini mategemeo yake makubwa ni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapotaka jambo analiandalia sababu, na zile sababu anazileta hata bihi shay'an fa shay'a. Ukikaa unatafakari utaona zilikuja moja baada ya mwingine, taratibu taratibu. Kila mtu anajijua, kila mtu. Hata wewe ukijitazama hapo ulipo, ukarudisha akili yako nyuma kule ulipoanzia mpaka kufikia hapo ulipo, halikuja tu dufatan wahid, kama ilikuja tu pap na wewe kanunua nyumba. Kama mlivyokuwa mnatabia zamani, habari ya kabushutu, sijui kabushutu umemwogota, sijui umetoa ndevu, sijui umepata hela. Mungu aongoze walikuwa nasema hiyo, maana kama zingekuwa kabushutu ziko, nadhani watu wangekuwa wanaziwinda hapana mchezo, lakini hakuna hayo. Utakuta kila kitu lifanye hivi. Kuna mwingine alijaribu mara 3 mara 4, alifanya hii kazi haipiti, alifanya hii haitoboi, amegeuza hii, amehama huko, amefanya hivi. Wako wengine mpaka walicheza mpira na hawaujui. Wallahi wapo. Mtu anaona nimeshatumika ili aliendi, basi acha nikacheze mpira. Na anacheza pengine kocha wake anamwambia wewe katafutie kwa ngine, hapa haiwezekani. Na pengine huko kwenye mpira ndio atoboa. Na kuna wengine wanaenda kwenye mpira na kwenye kazi nikakataa. Akaona basi kuliko kosa yote, acha basi nikasome tu. Miaka imekwenda naamua kuingia darasani. Wengine wanatumika fucking job. Yeye kwa anasoma. Miaka 3, 4, 5. Anamaliza anapata kazi nzuri. Unakutana kuja kupata uwezo kuwashinda wale ambao wanatumika kazi za fucking job. Allah akiamua kukupa anakupa. Na ndio maana ni kosa la jinai Muislamu kata tamaa. Usikate tamaa hata siku moja kwa Mola wako. Mtume wetu Muhammad anasema yustajabu li ahadikum ma lam yayas. Mtume anasema mmoja wenu anapoomba dua atajibiwa na Allah pindi ambapo hajakata tamaa. Maswahaba kwa Mtume, ya Rasulullah, wa kaifa yayas? Vipi mtu atakata tamaa kwa Mola wake? Maswahaba zama hizo, viumbe wenye busara wenye akili, utakata aje tamaa kwa Mola wako? Mtume akasema kukata tamani pale mtu ataomba dua alafu afikie kusema da'autu wa lam ara ustajabani. Nimeshaomba sana, lakini majibu siyaoni. Na nadhani ndio hali wengi tumefikia. Watu wanakwenda sikia tunaomba Ramadhani kunuti sana, kisimamo kunuti nyingi. Leo Ramadhani mbona majibu hayaji? Mkifikia hapo hayatokuja. Msikate tamaa kwa Mola wenu. Allah subhanahu wa ta'ala tunapomuomba Allah anapokea, lakini hatupi kile tunachomuomba, anatupa kile ambacho yeye anajua kina munasaba na sisi, kwa sababu Allah akitupa kila tunachomuomba, wallahi tutaweza kuangamia, kwa sababu kuna yale tunayaomba sisi kwa moyo wetu na akili zetu ndogo, tunaona kama ndio usalama wetu na ndio neema, kumbe maskini ya Mungu ndio kuna maangamizo yetu. Na ndio maana Allah ukimwomba ukaona amekupa kingine kinyume cha kile ulichomwomba, mshukuru Mola wako mara nyingi, kwa sababu kile mchagulie Mola wako ni bora kuliko kile ambacho wewe ulikuwa unaomba. Na ukitaka kujua sababu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Naam. Faida ya 4, wa anna al-ummata al-mustad'afa, tambua kwamba umma unapokuwa ni dhaifu, Muislamu unapokuwa ni dhaifu, huko hata sehemu ambayo unajijua uko dhaifu, haimaanishi ya kwamba kutokana na udhaifu wako sasa ndio waache kufanya sababu. Maana kuna watu wanaona tabia sasa ndio tulishakuwa madhaifu, tufanye nini? Acha tu tusubiri Mungu ahukumu. Hakuna ya kusubiri. Sawa jamani? Hakuna ya kusubiri Mungu ahukumu. Fanyeni sababu. Hakuna watu walikuwa madhaifu kama wana wa Israeli kwa Firauni. Kanu mustad'afin, walikuwa ni madhaifu sana, lakini wakukunja mikono. Walizifanya sababu, na Musa akasimama kwa amri ya Allah kufanya sababu, na akawakilisha na ndugu zake, tutoke mwa hii ardhi twende kwetu.
na baadhi yao wakaanza kubisha, akawaambia mimi niko na Mungu, twendeni tutafika. Wakaona basi acha tumfuate, maana kufanya sababu ni muhimu. Wakamfuata, wakawa wameenda, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amepanga. Allah akawaelekeza wapite kwenye njia ambayo Mungu anajua itafika baharini. Na ilipofika baharini, wale ambao Musa amewapeleka na walikuwa hawataki, si walianza kumlaumu. Baada ya kuwa wanaona mbele yao kuna bahari na nyuma jeshi la Firauni linakuja, walisema nini? Ya Musa inna la mudrakun, Musa tunakamata na lawama nyingi, umetuletea nini? Si ungetuacha kule. Lakini aliwajibu nini? Qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin, acheni yenu, iskani niko pamoja na Allah, atanielekeza wapi mtapita. Fi'lul asbab ya jamaa la yunafi alqadar, anatuambia hivyo watu wa tauhid. Fi'lul asbab la yunafi alqadar, kufanya sababu hakupingani na kile alichopanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe fanya sababu, bal al-asbab min al-qadar. Kufanya sababu ni moja miongoni mwa makadara. Maana kuna watu wajuaji, unaingia naye kwenye gari, labda ule dereva unataka kutoka, umevaa mkanda, ule mkanda umefunga, unamwambia mwenzako bwana funga na wewe mkanda. Unasikia anakujibu shehe, kama Mungu ameandika tutakufa tu, mtatuzieni. Yaani nitakadare, kama Mungu ameandika kwamba tutakufa, kwa hiyo tufanye ajali, tutazieni. Wewe ulikuwa haelewi hii ni sababu, na kufanya hii sababu hakupigani na makadara. Wewe fanya hii sababu, alafu kama Mungu aliandika tutakufa, tukifanya ajali tutakufa ndio, lakini fanya kama sababu. Dalili zama za mtume wetu Muhammad. Siku moja mtume yuko msikitini na maswahaba, yuko anatoa mafunzo. Mtume yuko anafunza maswahaba, dakika akafika bedui mmoja, nadhani nakumbuka ile bedui tulisema ni mtu wa vijijini. Akafika, amekuja kwa ngamia yake. Ile ngamia iko na mizigo, maana ngamia za mazile ndio gari za kupakia mizigo. Kaja na ngamia yake. Alipofika pale msikitini, mtume anamuona, maswahaba wanafuata darasa. Ule bwana akafika pale, akateremka kwenye ile ngamia, akaiacha, wala hakuifunga wala bibi. Akaiacha, akaingia zake msikitini. Akaja na gisi alikuwa ni kampanya, mtu wa bush country huko vijijini, hakusali hata tahiyatul masjid. Akafika kuja mpaka hapo, akakaza chini. Alipokaa chini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi akataka kutoa darsa kwake na kwa wengine. Akamwambia ya rajul, akamwambia bwana wewe, akamwambia iqilaha, akamwambia ule mnyama wako kaufunge, kwa maana ile kamba ya ngamia ufunge sehemu tu, uacha vile, kama utaenda ovyo unaweza ukapotea, itakuja kuwa shida, kaufunge. Huyu jamaa akajibu akasema, hapana ya Rasulullah, mimi namtegemea Mwenyezi Mungu, atanilindia na Mungu atailinda. Mtume akamwambia hapana, kaufunge kwanza, iqlaha awalan thumma tawakkal ala Allah. Akamwambia hapana, kaifunge kwanza kisha ndio mtegemee Mungu. Akasimama, akaenda, akaifunga, kisha akarudia, akakaa kwenye darasa. Na ndio maana nawahusia kaka zangu wale mnamiliki magari, hata kama unasikia ni Allahu akbar ya kurukuu, hata uhakika kwamba umeloki gari. Maana kuna wakati unajifanya imani zimepanda, unachomoka tu mbio, hutaki kujua umeloki au vipi. Alafu umesha kwa subhana rabbil azim, subhana bora na kule umeloki au sikuloki kule. Wakati kukosa utulivu ndani ya sala, sala inaharibika. At-tuma'aninatu fi salat ruknun min arkani salat, utulivu ndani ya sala ni nguzo katika nguzo 14 za sala, kutulia. Na ndio maana Mtume akasema hivi kwa yule kula, maana watu tumeachana. Kuna watu chakula tu kikiiva kiko mezani, hata waseme kad qamati swala, akili imeishia kwenye chakula. Wapo kama uko miongoni mwa hao, Mtume amesema la salata bihadrati at-ta'am, hakuna sala pili chakula kiko mezani, kama uko mwa hao. Lakini kama uko mwa wale wachache ambao unajua hiki ni changu, anytime mtafanya nini, mtakila, sina pupa, muda wa sala umeenea, kasali kwanza, juu utakikuta, hauna haraka. Lakini kama
Usije ukakai wala dhalin amin. Akule msosi utapoa kule. Utaharibu. Ukiwa mwao inabidi uende ukale kwanza. Kwa hiyo faida ya nne ndugu zangu ni hiyo, umma unapokuwa ni dhaifu, walau balaghat fi dha'fi ma balaghat la yanbaghi an yastawla alaiha alkasal. Hata kama udhaifu ukizidi, haijuzu muwe wavivu na muwe wapuuzi. La yajuzu. Hata kama mko madhaifu, lazima mjifunze kufanya nini? Sababu. Na hilo liingie mpaka kwenye familia, na hilo liingie mpaka kwenye kamati za misikiti. Maana misikiti, Allah tulindie misikiti yetu Rabb. Na walipe wale watu wanaosimamia misikiti malipo yalikuwa makubwa. Maana wanafanya kazi kwa kubwa sana. Inabidi muwe makini mnapokuwa mbona msikiti umezubaa, na hasa na kusudia kwenye janibi za dawa. Kuna misikiti ambayo hakuna madurusi. Kuna misikiti ambayo hata kwenye hutuba ndio hivyo tena. Mnapaswa msimame mtafute japo mmoja au anatoa darasa msikitini. Hata ikiwa ni siku moja au mbili, lakini msikiti lazima pawe darasa. Pawe mafunzo. Watoto wasomeshwe Qur'ani. Watu wazima hakuna aibu wakafundishwe madatul adhkar. Watu wasomeshwe dhikri, na hasa dhikri za asubuhi na jioni, kwa sababu vijicho vimekuwa vingi, husda na chuki zimekuwa nyingi, uchamungu wetu wengi umepunguka. Kitakachotulinda ni dhikri za asubuhi na jioni, na wako wengi hawazijui. Wawekwe waalimu msikitini wawafunze watu dhikri, na watu wahimizwe wafanye hivyo. Na ukiweza kuwafunza watu wako nyumbani ni bora zaidi, lakini misikiti iwe na uhai kama jinsi mnahimizwa kwenye vingine vya maendeleo ya majengo na nini. Ndio muhimizane kuna vile vya dini moja kwa moja. Watu kwenye tauhidi wengi wako chini, kwenye Qur'ani ndio usisemi. Misafu inaguswa ni mwezi wa Ramadhani, bado paguswa vumbi. Ramadhani kisha watu wanahama Qur'ani, na wakati mwingine hata kwenye visomo ndani ya sala unakutana msikiti, wallahi watu wanasali pengine kuanzia mwezi wa Shawwal mpaka mwezi pengine wa Shaaban, yani mwezi wa 8 kabla ya Ramadhani mwaka mwingine, hawajawahi kumaliza hata msafu mara moja msikiti. Wakati kuna wenzetu wako na barnamiji, kuna misikiti unakutana kuna barnamiji, kama wako na imamu wao, imam ratib, na amehifadhi, anawasalisha watu, anakwenda kwa taratibu ya sura ndani ya Qur'an. Hata kama itakuwa ni Bakara, amesalisha sala ya magharibi, akiamua kusoma ni aya zake mbili, na sala inateremka, na rakaa ya pili kama ni aya zake 3 ni 3, na aya inateremka, na akipanda kwenye Isha na anaendelea penye yuko, na mpaka kesho alfajiri anaenda kuuline, anajikuta mpaka miezi 6 minani musafu mzima ameufunika. Kini sisi hakuna program, isipokuwa wachache ambao wamejaliwa. Na hili ni swala linatuhusu sisi wote, tutaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi tuweze kufanya hivyo. Faida ya 5, anna al-khawf at-tabi'i min al-khalq la yunafi al-iman wala yuzilu. Naam, ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa faida tunapata katika hicho kisa ni kwamba uoga wa kimaumbile ambao kila binadamu anao, unapokuwa na uoga hata ukafikia ukatetemeka kimaumbile, haimaanishi kwamba hiyo inaonyesha kama hauna imani, wala haimaanishi kama hiyo unapokuwa na uoga kwamba imani yako inakuwa imeshuka. Hapana. Kwa nini nasema haya? Kwa sababu mama yake na Musa alipomzaa Musa, kabla Allah hajamwahidi kama atamrejeshea mwanae, hata yeye alitetemeka na alikuwa na uoga wa kwamba Firauni akipata taarifa atamdhuru mwanae. Kwa hiyo ule uoga haumaanishi kama mama alikuwa hana imani. Hapana. Sawa jamani? Maana kuna wakati mnamzana, unaona wenyewe mwenzako yuko anatafutwa, ujumbe umeshakuja kwamba wanakuja ama kipatikana tayari, unamkuta mwenzako jasho zinamtoka mpaka makucha, alafu unajifanya sawa ndio swahaba. Wewe una imani wewe? Ya huwa na uoga hakumaanishi kama mtu hana imani, bali uoga al-khawf at-tabi'i, uoga ni moja miongoni mwa maumbile ya binadamu. Na ndio maana na imani kama kisa je, mnaamini tuko tunafuata darasa, alhamdulillah, tuko nyumba ya Mungu, Allah tujaribu, lakini yakilia hapo masasa hapo
Mimi nadhani hata Omar yuko karibu na mlango, atanisahau kwa jamaa yake aje nichukue kapita kule. Mengine atakuja kuwaza kisha kimbia. Na hapo hakuna lawama, kwa sababu ya al-khawfu tabi'i. Uoga kwa binadamu ni jambo la kawaida, halimaanishi ndio hauna imani huko. Hata kuna wengine ambao wanajiangamizaga sasa, nakimbia, unakuja kukamatwa. Kama Mungu amepanga bwana, ndio hivi ya hata Mtume alifichama sura 3 pangoni, na hakuna mcha Mungu au mwenye imani zaidi ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuwa na uoga haimaanishi ya kwamba imani unakuwa hauna. Naam, faida ya 6, anna al-abda wa in arafa anna al-qadaa wal-qadar haqqun wa anna wa'da Allahi nafidhun la budda minhu fa innahu la yahmal fila al-asbab. Hili ambalo tumesema kwamba Muislamu kama Muislamu, unapokuwa unaamini kwamba anachotaka Mwenyezi Mungu kiwe kinakuwa, na alichopanga Mwenyezi Mungu akataka kiwe kitakuwa, na ukaamini kwamba alichoahidi Mwenyezi Mungu ni lazima kitokee, haijamaanisha ya kwamba ndio ufike sasa unajiachilia useme kama Mungu amepanga amepanga, na kama anataka ndio mwisho wangu hapa, ndio mwisho wangu, haina haja mimi kubunda au kufichama au hapana. Kama tulivyoelezana, ni lazima uzifanye nini? Uzifanye sababu. Faida ya 7, ta'lamna anna tadbir Allah ghalibun wa anna dhulma mahma tawa zailun wa anna al-aqibata lilmuttaqin. La shak ni kwamba kwenye kisa kile ukikisoma kwa makini utagundua na utaelewa vyema ya kwamba anachopanga Allah subhanahu wa ta'ala au mipango yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kila siku inashinda. Mwenyezi Mungu hafeli. Anachotaka Mungu kiwe ni lazima kiwe. Na la pili utaelewa kwamba wa anna dhulma, kwanza dhulma hata ivuke mipaka aje, kwa lugha nyingine mdhulumati, avimbe, apande, ajinyanyue, ajitape, lakini kila siku mwisho wa dhulma au mdhulumati ni fedhea na atamaliza vibaya. Ndio kawaida ya dhulma. Iko mithali ya Kiarabu inasema, sio hadithi, ni mithali ya Kiarabu inasema, adh-dhulmu la yadum wa indama dammara. Kawaida ya dhulma huwa haidumu, Waarabu wanasema. Na ukiona dhulma inadumu, basi haijengi, inaharibu, inabomoa. Ukiona dhulma inafanyika sehemu, kawaida ya dhulma inadumu. Lakini ukiona imefanyika dhulma ikadumu, basi madhara yatakuwa ni makubwa. Hata kwa wale dhulumu watapigika, ingawa watajifanya wanajisimama lakini wataumia. Na kila siku al-aqiba lilmuttaqin, mwisho mwema Allah ameahidi ni kwa wacha Mungu. Allah tujaze sote wacha Mungu. Na 8 katika kisa kile, al-iman wa husnu dhanni billah, watu kuwa na imani na kumzania Mola wao vizuri. Na ile hatutaligusa sana kwa sababu tushalizungumzia mara nyingi, kuwa na imani na kumdhania Mola vizuri. Aje yale tulisema majibu ya Musa kwa ndugu zake walipomlaumu kwamba tunakamatwa. Musa aliwajibu akasema, kalla inna ma rabbi sayadin, niko na Mola wangu atanielekeza. Imani yake ni kubwa na anaamini kwamba dhana yake kwa Mwenyezi Mungu iko sawa, na tuamini ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili ndio kubwa, kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndio anahifadhi, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anayetupangia mambo yetu. Na ndio maana ukiona umepanga mambo yako na yakaenda sawa, mshukuru Mola wako. Wa anna najata murtabitatun bil yaqin, na kila siku ili uweze kufaulu ni pale ambapo utakuwa na yaqini kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Mitihani isikupelekea hata siku moja ukakata tamaa. Faida ya 9, aqibatu tughyan al-istikbar, mwisho wa wale ambao wako na kibri na wale ambao wamevuka mipaka kwa kuwaonea waja, mwisho wao unakuwa ni mbaya. Mwisho wao unakuwa ni mbaya, hasa wakiwa ni watawala.
wakiwa ni watawala wakatumia dhulma kwa maksudi, mwisho wao unakuwa ni mbaya. Nadhani yenye yamejiri kwenye dunia, kwenye nchi tu nyingi, ni ushahidi tosha kwa watu ambao wako na akili. Bila ituruhusu kutaja majina ya watu, lakini waliokuwa viongozi, baki Firauni, kwenye zama zenu mko na akili, waliokuwa viongozi kwenye manchi tofauti na wakavuka mipaka katika dhulma, katika wizi wa mali ya umma, katika kuua, katika kufunga, katika kuonea, mwisho wao unakuwa mbaya. Wengi miongoni mwao walijikutaga wanafia hata nje mbali ya nchi zao walizosaliwa. Aya yatupe mazingatio. Usimuonee yoyote kwa sababu leo una cheo, usimuonee yoyote kwa sababu leo una uwezo labda wa mali, wala usimuonee yoyote kwa sababu leo una nguvu za mwili, wala usimuonee yoyote kwa sababu leo una ruknu shadid, una piston, una watu wanakusimamia, kwa sababu wakati umetuficha mengi yajayo hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Usikana wewe unamuonea uko mbele, yeye akawa ndio mheshimiwa na uko ndio kabwela. Ni mara ngapi wale waliokuwa wanakuja kuomba msaada unakataa kuwapokea kwa kweli umelala, au unawapokea na dharau? Leo wao ndio waheshimiwa, na wakati fulani wewe unahitaji msaada kwao, lakini nafsi na kusuta unashindwa namna gani utawasogelea ukikumbuka yale ulio wafanyia. Dunia, ndugu zangu Waislamu, kama jinsi inavyozunguka ndivyo usioni ajabu ikazunguka ikaja kusimama uliko wewe, yaliyokuwa kwako yakaondoka yakaenda kwa wengine. Tumtegemee sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tulikumbuke hilo, na hasa tuzingatia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotaka kumwangamiza yule mwenye nguvu, anapotaka kumwangamiza yule mwenye mali, anapotaka kumwangamiza yule mwenye madaraka, nguvu zake, madaraka yake, mali yake, kujulikana kwake, vitu msaidia chochote mbele ya maamuzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anapokuwa ameamua, anaamua na hakuna anayeweza kupingana na maamuzi yake Mwenyezi Mungu. La kumi, as-sabr wal akhdh bil asbab. Na tujitahidi sana ndugu zangu Waislamu, pamoja na kuwa mazito yapo, dunia ni nyumba ya mitihani, ni nyumba ya majaribio. Allah kuna wakati anatujaribu kwenye afya zetu, kuna wakati anatujaribu kwenye familia yetu, kuna wakati anatujaribu kwenye pato letu, kuna wakati anatujaribu kwenye vyetu. Kinachohitajika ni nini? As-sabru. Usiseme nimerogwa, usiseme nimetendwa, hapana, zidisha subira. Kisha fanya nini? Sababu ya kutatua hayo matatizo, na ufanye sababu huku ukimtegemea nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu akipenda kuyakosoa yanakuwa ni rahisi. La mwisho kabisa, ili tutoe azana, tupeane nafasi ya maswali, miongoni mwa faida at-tauhid al-khalis. At-tauhid al-khalis. Tujitahidi sana kwenye maisha yetu haya tuliyobakiza. Mungu anajua kila mmoja kiasi amebakiza. Tuichunge sana tauhid, tuwe na ikhlas kuna tauhid. Tusifanye ibada kwa sababu ya riya, kujionesha. Tusifanye ibada kwa kutafuta sifa, lakini tufanye ibada kwa kutafuta radhi zake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ukiwa na tauhidi iko sawa, wallahi nakuwapieni, ukiwa na tauhidi iko sawa, hata mbele ya yule ambaye wengine wote wanabokopa, wewe hauwezi kubokopa, kwa sababu unakuwa na nguvu fulani ya kimungu ambayo inaitwa taayidi min Allah. Allah anakuteza nguvu. Ukitaka uelewe haya maneno yangu, fuata kile kisa vizuri mpaka mwisho kule, wakati Musa alayhi salatu wasalam mbele ya Firaun, kwenye kasri ya Firaun, watu wamejaa, ule mtihani wa mashindano, alishindana na wale wachawi ambao Firaun alikuwa amewakusanya. Baada ya kuwa wachawi walifanya mauchawi yao pale, na watu wakawa wameokopa, na Musa mwenyewe kama binadamu kwenye nafsi kauoga kakamwingia, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia nini? Akamwambia tupa ile fimbo yako. Musa akatupa fimbo yake. Matokeo ile fimbo ilifanya nini? Ilimeza vile vyote vilivyokuwa pale. Wale wachawi walifanya nini baada ya kuona hayo? Kama mnakumbuka kisa, walifanya nini? Walifanya nini? Wote walifika na silimu, wote
walifika wanashahidilia, wakasema amanna bi rabbi Musa wa Harun. Tena wanashahidilia Firauni yuko mbele yao bila oga, kwa sababu tayari tauhid imeingia. Firauni haamini anachokiona, akaamua kuwatisha, akaambia Harun, taibu, mnaweza mkaamini kabla mimi sijawapa ruhusa, mtakuadhibuni, mtakukateni mikono na miguu tena kwa kutofautisha, mtakubaneni kunako vijiti vya mitende. Walimjibia nini? Wakaambia fanya unachotaka kufanya, maadamu tumeshamwamini Mola wetu hatutarejea nyuma. Hii ndio tauhid. Wallahi, ukiwa na tauhid hata wewe ni jabbar hauwezi kumwogopa. Leo Waislamu tuko kama tulivyo, wallahi tuko kama tulivyo. Songeleni baba zetu, babu zetu wenye wako hai, kawaulizeni. Alikuwa mzee akivaa kanzu yake ya daris, kanzu inaonyesha na nguo ya ndani, akitia kofia yake ya mtobo, akizidisha, akishika bakora yake, akitoka mzee anasema naenda kwa kiongozi, kwa kiongozi. Songeleni na baba waambie. Na hawa walikuwa kuhifadhi Qur'ani wa babu, lakini walikuwa kwa kiasi fulani na ucha Mungu, walikuwa na tauhid. Wallahi akielewa kiongozi, na kiongozi kwa ofisini anambia njizuia mtamu, au wakati mwingine ananyanyuka yeye mwenyewe anamfuata, wewe mpishe mzee, karibu mzee lenyewe. Na wakati mwingine anamwambia kiongozi, labda kwa mkono wa kushoto, unaonea watu, sio tabia nzuri, na nini mzee, tutabadilisha. Jaribu wewe sasa, uende ukafanye leo. Hapana wewe mamumu, wewe shekhe. Maana mamumu sikio kutoka chini, shekhe. Simame shekhe tu na mitombo yake na joo zake kubwa, aende kajaribu. Tunafeli wapi ndugu zangu? Wapi tunafeli? Hili ni swala ambalo kila mtu anatakiwa alianzie walikuwa wake. Tauhid alikuwa mtume wetu Muhammad na maswahaba baada yao, wallahi thumma wallahi, walikuwa waanzi kuwafunza watu elimu yoyote ya dini kabla ya kuwafunza tauhid. Mtume alifanya miaka 13 Maka, yuko anawafunza nini? Tauhid. Mengine yaje baadaye. Tauhid yetu iko kama ilivyo. Allah tulindie Uislamu wetu, Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Min babi faida, la mwisho kabisa, ili tuwe tumeishia hapa, tupeane nafasi ya maswali baada ya adhana. Ninakusiri bila kusahau nafsi yangu, kumkosoa mtu kwa nia ya kumwelekeza, kwa nia ya kutaka wengine pia wamjue, kwa nia ya kutaka ajikosoe kuna kwa makosa yake, dini inahukumu kwamba sio katika kuteta. Mtu anapokuja au umefika sehemu kuna watu wanaongea, alafu unafika unakutana labda kuna kijana hapa anakwambia niko namsubiri fulani, huyu fulani nimemkubalia nimkope, ameniambia kwamba ana shida kadha nimkope na dala zangu 300 hapa, ameniambia Mungu akipenda inshallah ananiandikia mwisho wa mwezi atanipa nazo. Lakini wewe unamjua kwamba huyo anayekuja kukopa kwamba tabia yake akikopwa harudishi. Sawa jamani? Wewe kumtahadharisha huyu na kumwambia kwamba usisubutu, na pengine hata kumwambia na yeye yuko anasikia kwamba huyu jamaa huwa halipi deni. Katika dini hiyo haiti kwamba umemteta, kwamba umezungumza habari zake ambazo zitamchukiza. Haiji hivyo kwenye dini, bali unakuwa ni mmoja miongoni mwa yeye kumkosoa aache hiyo tabia. Na dalili wamechukua wanachuoni kwenye kisa hiki cha Musa alayhi salatu wassalam. Nadhani mnakumbuka wakati ule alipomwokoa ndugu yake, nikikusudia katika wana wa Israeli kwa mara ya kwanza mbele ya yule jamaa miongoni mwa Wakipti, watu wa Firaun, alipomnyoshea Musa mkono yule jamaa, na yule jamaa kawa amekufa. Kesho baada ya siku moja au mbili, Musa alipokatiza akamkuta tena yule ndugu yake amerudia ile tabia tena. Musa akataka kumkosoa, akamwambia wewe, inaonekana ni tabia zako wewe, unaonekana uko mchokozi. Yule jamaa alisema nini? Ya Musa, aturidu an taktulani kama qatalta nafsi bil ams. Musa, unataka na uniue? Yani anafichua ile siri sasa. Unataka uniue kama ulivyoua mwingine jana. Hii kauli ya jamaa haitwi kuteta, kwa sababu hii ilimfanya na Musa abali break. Maana Musa alikuwa na nguvu sio za kawaida.
Musa alikuwa na nguvu sio za kawaida. Kwa hiyo hali kama hii, ndugu zangu Waislamu, namaliza nikisema kwamba ametufunza Mtume Muhammad sallam, anasema awthaqu ura al-iman alhubbu fillah walbughdhu fillah. Kilele cha imani ya Muislamu kama imejaa ni pale atakupenda, atampenda anayempenda kwa ajili ya Allah, na akimchukia atamchukia anayemchukia kwa ajili ya nani? Ya Allah. Wala takhafu fillahi lawmata laim, kwa ajili ya Allah usiokopi lawama ya mwenye kulaumu pindi unajua kama uko kwenye nini, kwenye haki. Amekosea, mnasihi kwa busara na hekima. Akikuelewa fadhila wa neema ni bora, na kama hakukuelewa wewe umetekeleza nini, wajibu wako. Mpende utakayempenda kwa ajili ya Allah, na umchukie utakayemchukia kwa ajili ya Allah. Tusipendani kwa ajili ya dunia, tusipendani kwa ajili ya maslahi, tusipendani kwa ajili ya kabila, tusipendani kwa ajili ya utaifa, tupendani kwa ajili ya Uislamu. Innamal mu'minuna ikhwa, almuslimu akhun muslim, Muislamu ndugu Muislamu, na Waislamu wote ni kitu kimoja. Tuvumiliane, tunasiane, tushikamane, tuheshimu viongozi wetu wa dini, tuheshimu viongozi wetu wa serikali, tuwaombee dua zilizokuwa nzuri. Ndio msimamo na mwenendo wa Sunnati wal Jamaa, na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala sote atupe mwisho uliokuwa mwema. Allahumma amin. Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas.